Wakenya mjifunze ukarimu, utu na upendo kutoka kwa Watanzania. Leo hii msiba umetokea pale Kenya kama ambavyo nimesimulia mwanzo. Alikiba amefunga safari ya kutoka Tanzania kwenda Kenya. Siku ya Jumapili tutakuwa tuna moment of silence kwa ajili ya kumkumbuka baba yetu, kumwaga, kumuombea. Lakini vile vile tufutane machozi kwa burudani ambayo itakuwepo. So kila mtu anakaribishwa. Kavali tumekuja tunaomboleza kwa pamoja, na hiyo siku tutadedicate hiyo siku kwa ajili ya baba. Kwa Tanzania hapa ukimtoa Alikiba kuwa ni kati ya wasanii ambao wanashiriki sana kwenye matukio ama majanga ambayo yanawagusa wananchi moja kwa moja. Namweka Alikiba, namweka pia Harmonize. Nimependa alichofanya Alikiba pamoja na Rayvanny. Rayvanny katoa ngoma kabisa ya maombolezo kwa ajili ya msiba wa Raila Odinga, na Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mapema peponi. Amen. Alikiba yupo Kenya sasa hivi. Na Jumapili hii ameahidi kufanya kitu maalum kwa ajili ya msiba huo wa majirani zetu wa pale Kenya. Wasanii wanapaswa kujiongeza kwa mtindo huu, kwa sababu unajua ilipofikia sasa hivi, na tunapaswa kutambua soko letu liko wapi. Kenya tuna watu wengi sana. Muziki wetu unafanya vizuri sana Kenya. Sio tu Alikiba. Ukimtazama msanii kama Mbosso ukifika pale Kenya, I say ni si mchezo. Anakubalika, si mchezo. Alikiba pia amekuwa akifanya hizo show za kila wakati Kenya na anajaza. Na sio tu Alikiba na Mbosso, almost wasanii wote. Kwa kifupi, soko letu la muziki sisi Tanzania, Kenya limefunguka. Sasa lazima tuonyeshe utu na kuthamini, kuwajali ndugu zetu wa Kenya. Mimi nilikuwa natamani sana hiki ambacho Alikiba amekifanya, Rayvanny amekifanya, kingefanyika na wasanii wengine wengi hapa nchini Tanzania ambao wana maslahi ya moja kwa moja na taifa kama la Kenya. Kwa sababu ni msiba mzito na wa Kenya imewagusa zaidi. Ukiangalia kwenye hizi footage za kwenye mitandao, unaona namna wanavyolia, wanavyopambana na kuondoka na hayo maumivu ya mpindwa wao. Sasa wanaofanya hivi ni watu wa hali ya chini kabisa. Kama ni watu wa hali ya chini, lazima tuwasupport pia. So I wish wasanii wengi wapite kwenye mfumo huu na kuwa pia na moyo huo wa kushiriki kwenye matukio. Kwa Tanzania hapa ukimtoa Alikiba kuwa ni kati ya wasanii ambao wanashiriki sana kwenye matukio ama majanga ambayo yanawagusa wananchi moja kwa moja. Namweka Alikiba, namweka pia Harmonize. Kiukweli hawa ni wasanii ambao wamekuwa vinara sana. Hata kwenye misiba mizito inapotokea, unawakuta wapo kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo hapa Alikiba ameonyesha ufalme na ukaka kwenye taifa. Inawezekana wengine wasiende, lakini kupitia yeye basi tuseme ametuwakilisha. Na personally hata mimi kama of course CEO wa Upupu Podcast, natoa pole zangu za dhati kabisa kwa watu wetu wa Kenya pale. Hata wakati nimeanza issue zangu za uchambuzi, nimepata Wakenya wengi sana. Nina marafiki zangu wengi pale na najua video hii wanaitazama. Kwa hiyo poleni sana wa Kenya, na nampongeza sana King Kiba kwa kufunga safari kutoka Tanzania mpaka kufika pale Kenya kwa ajili ya maombolezo ya msiba wa kiongozi mkubwa kabisa ndugu Raila Odinga. Wasanii mbalimbali wa Kenya pia nimewaona wanavyoshiriki kwenye matukio hayo, na nitoe wito ushirikiano huu wa Kenya na wa Tanzania uendelee, kwa sababu honestly speaking tuna uhitaji zaidi. Unaona Wakenya wanatoka pia kwenye taifa lao, wanakuja hapa, wanasambaza ngoma zao, na sisi tumekuwa tukiwapokea vizuri sana. Ukweli usiopingika ni kwamba Tanzania sasa hivi tuna nafasi kubwa zaidi kwenye muziki kuliko taifa lingine lolote la East Africa. Kwa hiyo wao pia wanalihitaji soko letu, na sisi tumekuwa waungwana kwa kiasi kikubwa. Japokuwa kuna wakati hii lazima pia tuiseme, kuna namna wa Kenya huwa mnatudisrespect sisi wa Tanzania kwenye engo ya kimuziki. Naomba niweke vizuri hiyo. Wa Kenya mjifunze ukarimu, utu na upendo kutoka kwa Watanzania. Leo hii msiba umetokea pale Kenya kama ambavyo nimesimulia mwanzo. Alikiba amefunga safari ya kutoka Tanzania kwenda Kenya. It doesn't matter hata kama kutakuwa na mambo yake mengine pia anayofanya,